Niko hapa Antwerp, Ubelgiji, mahala ambapo jicho pevu linaanzisha uchunguzi rasmi kuhusiana na swala nzima la dawa za kulevya. Na hapa ndipo mlanguzi George Kiragu aliwahi kukamatwa pamoja na kontena 2 za dawa ya cocaine zilizokuwa na kilo 295. Kwa kipindi cha miezi 7 hivi, serikali ya Kenya ilikuwa na ufahamu wa dawa hizi za kulevya za cocaine. Katika bandari hii ndipo kontena 2 zilizokuwa zimetoka Kenya kupitia bandari ya Mombasa zilikamatwa. George Kiragu alikuwa azipokee na kuziwasilisha kwa walanguzi wakuu, lakini kabla ya kufanya hivyo alitakiwa kwanza kabisa kuwasilisha sampuli kadhaa kubaini iwapo bado zilikuwa cocaine. George Kiragu alifumaniwa na maafisa wa polisi katika uwanja wa ndege nchini Uholanzi na kusafirishwa hadi maeneo ya Rotterdam kabla ya kufunguliwa mashtaka zaidi. Mfukoni mwa George Kiragu nambari za simu za watu zaidi ya 200, ikiwemo ya waziri mmoja, waziri msaidizi pamoja na watu wengine mashuhuri ilipatikana. Polisi wa Uholanzi walichunguza nambari hizo na kubaini kuwa George Kiragu alikuwa akiwasiliana na waziri mmoja. Ili tulazimu kutembelea afisi ya haki nchini Uholanzi na kupata stakabadhi za hukumu ya George Kiragu. Jicho pevu limebaini kuwa George Kiragu aliambia mahakama ya Uholanzi kuwa serikali ya Kenya inawajua walanguzi wakuu na yeye alikuwa akitumiwa kama chambo. Kiragu aidha alisema serikali ya Kenya inamlinda mtu mmoja mashuhuri na iwapo atahamishwa hadi Kenya basi hatapata hukumu ya haki, kando na kuhofia maisha yake. Aidha, mawakili wa George Kiragu walidai kuwa mahakama ya Kenya si huru na katiba iliyokuwepo haingeliweza kumlinda mshukiwa wala kumpa haki zake. Hatua hii ilisababisha ombi la Kenya la kutaka Kiragu awasilishwe nchini kutupiliwa mbali. Safari yetu ya kutaka kukutana na George Kiragu kwa lengo la kutaka kujua mbivu na mbichi iliishia katika jela hii ya Rotterdam. Kutokana na ulinzi mkali tulijaribu juu chini kupata picha ya jela hii ambayo George Kiragu alikuwa akizuiliwa baada ya kuhukumiwa. Hapa wasimamizi walidinda kutuelezea mengi kuhusu Kiragu wala kukutana naye, kwani sheria za nchi hiyo haziwaruhusu kufanya hivyo. Kulingana na maafisa wa upelelezi wa Uholanzi ni kwamba baada ya kukamatwa kwa George Kiragu huko Antwerp, Ubelgiji, aliweza kufunguliwa mashtaka katika eneo hili la Rotterdam kabla ya kuletwa katika jela iliyo nyuma yangu. Uchunguzi wetu umebaini kuwa siku chache tu baada ya kufutwa kazi kwa Murgo, magenge ya kimataifa ya dawa za kulevya yalianza kupiga kambi yao Kenya kwa lengo la kukomboa dawa hizo, kando na kudaiwa kushirikiana na maafisa wala rushwa ambao waliwaruhusu wafanye watakavyo bila kuguswa. Katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, ndugu wawili wa Kiarmenia, Artur Magarian na Artur Sagarsian, waliwasili na kudaiwa kudinda kuwasilisha begi 9 walizokuwa nazo za mwanadada mmoja aliyewasili nao kutoka Dubai kufanyiwa uchunguzi na maafisa wa uhamiaji. Mmoja wao anakisiwa kutoa bastola hadharani na kuwatisha maafisa wa polisi kabla ya kuondoka na begi hizo 9 pamoja na kimada huyo. Kilichofuatia ni wao kupewa vyeo vya manaibu wa kamishna wa polisi. Gari 15 zilizokuwa na nambari za usajili za mataifa ya nje pamoja na ile ya serikali, jaketi za kujikinga na risasi, redio spesheli za mawasiliano, pasipoti ya Kenya na bunduki kadhaa zilizowatia Wakenya wengi tumbo joto. Siku chache baadaye, shirika la Standard Group lilivamiwa na ndugu hao wawili kwa usaidizi wa wizara husika, kwa sababu ambazo hadi wa leo hazijulikani. When you rattle a snake, you must be prepared to be bitten. Duru zinatuarifu kuwa lengo na ziara ya mandugu hao wawili ilikuwa ya kukomboa dawa hizo za cocaine ambazo zinadaiwa kuwa za magenge ya Kirusi. Baada ya maji kuzidi unga, jamaa hao walifurushwa kutoka nchini na serikali.
Jina zangu ni David Mugo Kirago. Kati ya washukiwa 7 waliokamatwa, David Kirago nduguye George Kirago ndiye pekee aliyehukumiwa kifungo cha miaka 30 pamoja na faini ya shilingi bilioni 20, huku washukiwa wengine wenzake wakiachiliwa baada ya kupatikana kutokuwa na hatia. Miaka 7 baadaye, na kwa mara ya kwanza Jicho Pevu lilipata fursa ya kutembelea gereza la Naivasha na kufanya mahojiano ya ana kwa ana na mshukiwa wa kipekee aliyehukumiwa adhabu kali, David Mugo Kirago. Yeye anasema kuwa alitolewa kafara kwa kazi aliyoifanya kwa wiki 3. Kazi yangu hasa ilikuwa ni kubeba wageni wa ndugu yangu, ya kuwapeleka hapa na pale. Ndio kazi nilikuwa nimepatiwa, hapa na pale, kuwabeba kutoa kutoka kwa nyumba ile tulikuwa tunakaa, kuwapeleka mahali na fishing point, you understand, mahali walikuwa wanaenda fishing, alafu mimi nikawachukua jioni saa 9 hivi na narudisha kwa nyumba. Nikikuja Nairobi, pia nikikuwa Nairobi alikuwa ananituma hapa na pale, so nilikuwa kama dereva wake, because I was being paid for that, to drive them around. I never asked them what they are doing, because they were just like, these were friends to my brother's wife. I could not go in deep just to dig whatever they are doing now. Katika makazi yake ya kila siku, David Kirago anasema alikuwa mara kwa mara akisafiri hadi Nairobi kumshughulikia mkewe aliyekuwa mjamzito. Ni katika hatua hii ya kusafiri mara kwa mara, David anadai kuona mabadiliko ya kuwepo kwa boti moja ambalo polisi walisema lilikuwa limepakiwa na zaidi ya paketi 700 ya cocaine. Hiyo boti nilikuta pale, hiyo wazungu walikuwa wanaenda nayo fishing. Juu nikienda nikuwapeleka asubuhi, wanaenda nayo jioni, nakuta wamerudi wanaiacha pale, wanaingia kwa gari, mimi nawapeleka nyumbani. I was staying in one of the servant quarters in the villa. Yeah, I was given a servant quarter in the villa, so I was staying there because there were so many. They used to come, these white men, they used to come in large numbers, like 4 or 5. So this villa was occupied like this, you understand. So I used to sleep in one of the servant quarter, you understand. So I could stay there for 3 to 4 days, then come back to Nairobi, you understand. Then he told me, go back again. These people, they want to be taken from where, I don't know where, you understand. I could take them around, you understand what I mean. Because also my wife was pregnant, so I was not very in touch. I could not stay very much in Malindi. Kwa muda huo wote, David anadai kumwona nduguye mara moja tu katika hoteli hiyo ya kifahari. Licha ya Uholanzi kutia bidii na kumkamata George Kirago, duru zinatuarifu kuwa wakati wa kesi za washukiwa hao 7, hakimu Agre Muchelule kwa kisiri alipeleka malalamishi yake kwa maafisa wa Marekani na kusema ya kwamba idara za kisheria na ile ya kiusalama zilidinda kushirikiana na ile ya Uholanzi hata kutoa taarifa za kukamatwa kwa dawa hizo. Katika kesi hiyo inakisiwa kuwa Jaji Ross Ougo aliwakemea maafisa wa polisi na kiongozi wa mashtaka wa kesi hiyo kwa madai ya kushindwa kuandaa kesi na kutoa ushahidi butu badala ya kuwasilisha kotini ushahidi kamili waliokuwa nao. Ushahidi huo ulikuwa ni wa mawasiliano ya simu ya baadhi ya wanasiasa ambao walikuwa wakitaka faili hizo kutupiliwa mbali, pamoja na ufisadi uliokuwa ukikita mizizi ndani ya idara ya polisi. Hatimaye mahakama iliambulia kuwaachilia washukiwa 6 waliokamatwa wakati huo. Ile kitu naweza omba serikali, tafadhali, kama inaweza nisaidia, iniachilie. Mimi hakuna kitu najua mambo ya madawa. Serikali inaweza iomba tu iangalie mambo yangu, iniachilie kabisa. Ikiangalia vizuri, iniachilie kabisa. Mimi hakuna kitu najua mambo. Kama ningejua mambo ya madawa, ningekuwa na kama maisha mengine nje, maisha kali sana. Maisha yangu yote imeharibikia jera. Hata hawakuweza kuchunguza my account, ilikuwa na kiwango gani ya hela. Unanielewa? Kama mahali bibi yangu alikuwa anapata mtoto, nilikuwa nimempeleka mahali, nililipa shilingi 7,000 St. Mary's, shilingi 7,000 na pesa juu. Mimi kama drug dealer, kama ni mtu wa madawa, singekuwa nimepeleka bibi yangu Nairobi hospital ama mahali nyingine nalipa kutoka 150,000 ama 1,200 pesa. Jaji Mchelule kama angetumia haki kusema kweli, angeniachilia. Juu actually mimi vile alinifunga sikuwa najua kitu chochote. Yeye alisema ni vile tu nilikuwa na kwa ile nyumba. Alikuwa anasema nilikuwa najua kile chochote kinaendelea. Mimi na ndugu yangu, akasema mimi na ndugu yangu ndio tuliingiza madawa Kenya kwa judgment yake. So let's be very honest.
the real drug, kingpins are people with considerable power, and this power comes from money, because this, the drug trade is a very liquid trade, and to be able to effectively deal with the real people, and to really put the evidence together to get them, because the real drug dealers are not the kind of people that you haul into a police station, keep them there for 3-4 days, pinch them here and there kidogo, and they squeal and they write something. No, they are people who have reinforced themselves, with sufficient firewall, legal. They have a lot of tools to protect themselves. Kando na utata wote unaozingira swala nzima la mihadarati, Christopher Ndaradhi Murungaru amepinga vikali kuhusika katika sakata hiyo. Kulingana na taarifa za mtandao wa WikiLeaks ni kwamba dawa hizo ambazo serikali ilidai kuzinasa zilianza kusafirishwa nje ya nchi na baadhi ya wahudumu wa ndege, huku wachache wakikamatwa. Miezi 12 baada ya dawa hizo kukamatwa, wakili wa washukiwa alionekana kuteta kuhusiana na kupungua kwa kilo za dawa hizo pamoja na rangi za paketi. Kutokana na lalama zake, dawa hizo za cocaine zilisafirishwa hadi Nairobi katika kambi ya GSU Embakasi na kuwekwa chini ya ulinzi maalum. Katika chumba hicho, watu watatu muhimu walikabiliwa majukumu ya kulinda dawa hizo. Wa kwanza ni aliyekuwa kamanda wa GSU Lawrence Mwadime, naibu kamanda wa GSU Matthew Tere, ambaye sasa ni kamishna wa polisi, na Erastus Kirui Chemorei, afisa mmoja mkuu wa GSU na anayekisiwa kukabidhiwa funguo ya chumba hicho maalum ambamo dawa hizo zilikuwa zimefungiwa. Baba alikuwa ameuawa sasa hivi. Alafu jamaa mwingine anatokelea tu hivi, askari anakaa na gani, alafu anampointia kwa kichwa, akapigwa risasi tatu ya kichwa, jakalala chini pole hasa. Uchunguzi wetu umebaini wazi kwamba walanguzi hawakuwa watu wa kuchezewa. Waliweza kufanya lolote ili kuzipata dawa hizo. Je, walifanikiwa kuzipata? Mohamed Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN leo. I could not stay very much in Malindi. Kwa muda huo wote, David anadai kumwona nduguye mara moja tu katika hoteli hiyo ya kifahari. Licha ya Uholanzi kutia bidii na kumkamata George Kiragu, duru zinatuarifu kuwa wakati wa kesi za washukiwa hao 7, hakimu Agre Muchelule kwa kisiri alipeleka malalamishi yake kwa maafisa wa Marekani na kusema ya kwamba idara za kisheria na ile ya kiusalama zilidinda kushirikiana na ile ya Uholanzi hata kutoa taarifa za kukamatwa kwa dawa hizo. Katika kesi hiyo inakisiwa kuwa Jaji Ross Ougo aliwakemea maafisa wa polisi na kiongozi wa mashtaka wa kesi hiyo kwa madai ya kushindwa kuandaa kesi na kutoa ushahidi butu badala ya kuwasilisha kotini ushahidi kamili waliokuwa nao. Ushahidi huo ulikuwa ni wa mawasiliano ya simu ya baadhi ya wanasiasa ambao walikuwa wakitaka faili hizo kutupiliwa mbali, pamoja na ufisadi uliokuwa ukikita mizizi ndani ya idara ya polisi. Hatimaye mahakama iliambulia kuwaachilia washukiwa 6 waliokamatwa wakati huo. Ile kitu naweza omba serikali, tafadhali, kama inaweza nisaidia iniachilie. Mimi hakuna kitu najua mambo ya madawa. Serikali inaweza iomba tu iangalie mambo yangu, iniachilie kabisa. Ikiangalia vizuri iniachilie kabisa. Mimi hakuna kitu najua mambo. Kama ningejua mambo ya madawa ningekuwa na kama maisha mengine nje, maisha kali sana. Maisha yangu yote imeharibikia jera. Hata hawakuweza kuchunguza my account ilikuwa na kiwango gani ya hela. Unanielewa? Kama mahali bibi yangu alikuwa anapata mtoto, nilikuwa nimempeleka mahali
nililipa shilingi 7,000 St Mary's, shilingi 7,000 na pesa juu. Mimi kama drug dealer, kama ni mtu wa madawa, singekuwa nimepeleka bibi yangu Nairobi hospital ama mahali nyingine nalipa kutoka 150,000 ama 1,200 pesa. Judge Mchelule kama angetumia haki kusema kweli angeniachilia. Juu actually mimi vile alinifunga sikuwa najua kitu chochote. Yeye alisema ni vile tu nilikuwa na kwa ile nyumba. Alikuwa anasema nilikuwa najua kile chochote kinaendelea. Mimi na ndugu yangu akasema mimi na ndugu yangu ndio tuliingiza madawa Kenya. Kwa judgment yake. So let's be very honest. The real drug kingpins are people with a considerable power. And this power comes from money, because the drug trade is a very liquid trade, and to be able to effectively deal with the real people, and to really put the evidence together to get them, because the real drug dealers are not the kind of people that you haul into a police station, keep them there for 3-4 days, pinch them here and there kidogo, and they squeal and they write something. No, they are people who have reinforced themselves, with sufficient firewall, legal. They have a lot of tools to protect themselves. Kando na utata wote unaozingira swala nzima la mihadarati, Christopher Ndaradhi Murungaru amepinga vikali kuhusika katika sakata hiyo. Kulingana na taarifa za mtandao wa WikiLeaks ni kwamba dawa hizo ambazo serikali ilidai kuzinasa zilianza kusafirishwa nje ya nchi na baadhi ya wahudumu wa ndege, huku wachache wakikamatwa. Miezi 12 baada ya dawa hizo kukamatwa, wakili wa washukiwa alionekana kuteta kuhusiana na kupungua kwa kilo za dawa hizo pamoja na rangi za paketi. Kutokana na lalama zake, dawa hizo za cocaine zilisafirishwa hadi Nairobi katika kambi ya GSU Embakasi na kuwekwa chini ya ulinzi maalum. Katika chumba hicho, watu watatu muhimu walikabiliwa majukumu ya kulinda dawa hizo. Wa kwanza ni aliyekuwa kamanda wa GSU Lawrence Mwadime, naibu kamanda wa GSU Matthew Tere, ambaye sasa ni kamishna wa polisi, na Erastus Kirui Chemorei, afisa mmoja mkuu wa GSU na anayekisiwa kukabidhiwa funguo ya chumba hicho maalum ambamo dawa hizo zilikuwa zimefungiwa. Baba alikuwa ameuawa sasa. Alafu jamaa mwingine anatokelea tu hivi, askari anakaa na gani, alafu anampointia kwa kichwa, akapiga risasi ya kichwa, jakalala chini pole hasa. Uchunguzi wetu umebaini wazi kwamba walanguzi hawakuwa watu wa kuchezewa. Waliweza kufanya lolote ili kuzipata dawa hizo. Je, walifanikiwa kuzipata? Mohamed Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN leo.